Namba moja, kwanza tunarudi kule kule. Lazima tuende na formula za biashara. Bila formula za biashara inamaanisha wewe biashara yako lazima ifike point. Mikimbizano ya biashara. Mikimbizano hupelekea biashara kuingia kwenye crisis ya kukopa. Jua mapato na matumizi yako na ulazima wa kukopa au kutokukopa. Kwa sababu biashara zinakuwa kama mtoto. Yaani biashara zinaenda step by step. Unatakiwa ukope less than, not higher than. Yaani less than kipato chako. Mkopo hupaswi kuchukua higher than your income. Pia huweza kukuza na kudumaza biashara zetu. Huweza kuendeleza biashara zetu. Ina faida na hasara. Faida ni pale ambapo wewe mfanyabiashara unaijua biashara yako. Hasara ni pale ambapo wewe mfanyabiashara huijui biashara yako, in and out, utapata hasara. Udumavu wa biashara ni pale ambapo biashara yako iko vile vile miaka nenda miaka rudi. Kila laheri mfanyabiashara mwenzangu. Shosti! Tusemezane. Ina faida? Yes, na ina hasara. Sasa, nini unapaswa kufanya wewe mfanyabiashara mdogo kama mimi hapa? Namba moja, kwanza tunarudi kule kule. Lazima tuende na formula za biashara. Formula za biashara ni kujua mapato na matumizi. Formula ya biashara ni ni kuweka record. Formula ya biashara ni kufanya tathmini. Formula ya biashara, yaani hizo zote ni formula za biashara. Sawa? Na bila formula za biashara inamaanisha wewe biashara yako lazima ifike point ambayo hutaweza kurudisha hiyo mikopo. Kwa nini? Mfano, una mapato machache, matumizi ni mengi na umekopa. Inamaanisha utaendelea kukopa kwa sababu balance nani yako haibalance. Yaani your wanaitaga balance sheet. Ile haibalance kwa sababu kila ukifanya hesabu umeingiza milioni 7. Mapato yako hapo ni income, umeingiza milioni 7. Mapato 200,000. Umekopa milioni 7 tena. Inamaanisha biashara yako haitakaa balance mapato na matumizi. Sawa? Nini mfanya biashara mwenzangu tunapaswa kufanya? Namba moja, tuachane na mikimbizano ya biashara. Sawa Kila mtu anajua uhalisia wa biashara yake. Hapo ulipo unapaswa kujua uhalisia wa biashara yako. Unapaswa kujua wateja wako ni kina nani, unapaswa kujua bidhaa gani inatoka, unapaswa kujua supplier gani na kadhalika. Usiende na trend. Umeona TikTok inakuaminisha ukiweka kipodozi hichi kitatoka, lakini je, ni kweli wateja wako watanunua? Je, ni kweli wateja wako wataendana na hizo nguo unazotaka kuweka? Je, ni kweli wateja wako? Yaani lazima ujue biashara yako inapaswa nini, inataka nini, kwa sababu la sivyo utakuwa unafanya biashara kutokana na watu walichokisema. Kwa hiyo usiwe na mikimbizano, kwa sababu mikimbizano hupelekea biashara kuingia kwenye crisis ya kukopa, kuongeza stock kwa kuaminishiwa kwamba unakihitaji kile kitu wakati hukihitaji kile kitu. Umeona? Hicho unatakiwa kufanya. Kitu kingine ambacho upaswi kufanya ni vile mapato yako yasizidi matumizi. Sawa? Yaani lazima tunarudi pale kwenye formula kwamba mapato yako hayapaswi kuzidi matumizi. Endapo matumizi yakiwa makubwa hupelekea mtu kukopa. Kwa sababu mkopo sasa unaingiza kama kipato cha biashara, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo uhalisia wa biashara yako haupaswi kuwekewa na mikopo. Yaani ni hivi, uhalisia wa biashara yako unaingiza shilingi 200 au 200,000, hupaswi kuchukua mkopo mkubwa. Sawa? Kwa sababu utatumia nguvu kubwa kuendelea kukopa ili kurudisha hiyo hela uliyoingiza ambayo haina uhalisia na biashara yako. Kwa hiyo asilimia kubwa ni nini? Asilimia kubwa tunachotakiwa kufanya wafanya biashara ni kwamba jua mapato na matumizi yako na ulazima wa kukopa au kutokukopa. Kwa sababu kwenye mapato na matumizi yako ndipo tunapojua uhalisia wa ukopaji, kwamba ninapaswa kukopa kiasi fulani. Lakini asilimia kubwa kwa kuwa tujui mapato na matumizi, tunaendelea kuzungushia mikopo kila wakati. Kitu kingine unachotakiwa kujua ni kwamba biashara zinakuwa kama mtoto. Yaani biashara zinaenda step by step. Wewe biashara yako umefungua leo, ina miezi 3, ina miezi 4, ina mwaka, unataka ku-expand biashara ambayo wewe tukikuuliza vizuri kabisa, wafanyakazi wako unawalipaje? Mishahara wafanyakazi ikoje? Gharama zikoje? Hujui. Yaani umeelewa? Kwa hiyo unapaswa kujua kwamba biashara zina stages. Stages means you don't rush things. Sawa? Kwa sababu unapoendelea ku rush things inamaanisha lazima utumie nguvu kubwa kuprove
kwamba biashara yako ina survive while biashara yako unaingizia hasara na udumavu wa biashara. Nikisema udumavu ni vile ambapo wewe kwa kuwa umeingiza mzigo wako wa milioni 7 ndio umeanza na una uhakika wa kuingiza mshahara wako kila siku, ukiwa una imani kwamba ule mshahara ndo mechanism. Lakini je, ushawahi kufikiria kwamba ukitoa ule mshahara wako biashara yako inaenda au la? Ukitoa hiyo mikopo biashara yako inaenda au la? Inamaanisha kama haiendi bila mikopo, kama haiendi bila wewe kuingiza hela, bado biashara yako ni changa. Kwa hiyo jua stages za biashara yako. Biashara yangu ipo sasa hizi, capability yake ya kukopa ni kiasi gani? Alafu unatakiwa ukope less than, not higher than. Yani less than kipato chako kinachoingia kuliko higher than kipato. Mfano, unaingiza ukifunga stock miezi 3 tuseme, unapata mauzo yako milioni 2. Tuseme milioni 2. Huwezi kuchukua mkopo wa milioni 4 kwa sababu itabidi ufanye triple ya kazi zako unazozifanya, ambayo kiuhalisia haiko hivyo. Kwa hiyo inatakiwa ujue capability ya biashara yako bila mkopo, na mkopo hupaswi kuchukua higher than your income. Mkopo unatakiwa uchukue less than your income. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ili uweze kumaintain kwamba ninaingiza milioni 2, nikichukua mkopo wa milioni 1 means ninaweza kulipa huo mkopo wa milioni 1 kupitia rotation ya biashara yangu. Utajuaje kama unaingiza hizo hela? Kuandika mapato na matumizi, kufanya evaluation kila mwisho wa mwezi, kuongeza stock na kuandika, track your business, kufanya tathmini. Yani vyote, yani biashara yoyote ile inaenda kwa formula. So, ndugu wafanya biashara wenzangu, najua sana tumeaminishwa mikopo ni kitu kizuri sana, lakini mikopo pia huweza kukuza na kudumaza biashara zetu. Huweza kuendeleza biashara zetu. Ina faida na hasara. Faida ni pale ambapo wewe mfanya biashara unaijua biashara yako in and out kabla ya mkopo, utapata faida. Hasara ni pale ambapo wewe mfanya biashara huijui biashara yako in and out, utapata hasara. Au unahisi unaijua biashara yako in and out, uko in between, na utafanya biashara yako idumae. Udumavu wa biashara ni pale ambako biashara yako iko vile vile miaka nenda miaka rudi, haiongezi stock, haiongezi wateja, haiongezi kipato. Yani wewe kama umepokea milioni 2, ni milioni 2 hivyo hivyo, miaka inaenda inarudi, uko pale pale. Kikubwa zaidi inashuka, inacheza hapo milioni 1.5, milioni 2 hapo. Kwa hiyo fanya tathmini ya biashara yako kabla hujaingia kwenye commitment ya mikopo, kwa sababu mikopo ni mizuri na pia ni mibaya. Inategemea na wewe mfanya biashara unavyojua biashara yako. Kila la heri mfanya biashara mwenzangu. Shosti! Tusemezane.